Ndugu waandishi wa habari, kwa jina naitwa Ibrahim Saleh Juma, ni afisa mdhamini wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, lakini pia kwa sasa nasimamia Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu. Ndugu waandishi wa habari, leo tunataka kuzungumzia mambo mawili ambayo kwa kweli yameonekana ni changamoto kwa visiwa vyetu vyote viwili vya Unguja pamoja na Pemba. Lakini mimi kwa upande wake nitazungumzia kwa upande wa Pemba. Mambo haya mawili tunataka kuzungumzia kuhusu swala la bajaji na bodaboda, lakini pamoja na vyombo vingine. Lakini pia tutazungumzia suala zima la wananchi ambao serikali wanalipa fedha nyingi, lakini wapo ambao hawaondoshi mali zilizoko kwenye hifadhi ya barabara. Kwanza tuanze na suala la bodaboda na bajaji. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi alitoa mwongozo na maelekezo kwa wizara yetu kuhusu suala la kurasimishwa usafiri wa bodaboda na bajaji. Sheria zikaandaliwa, kanuni zikaandaliwa kwa ajili ya kutoa miongozo kwenye usafiri wa aina hiyo. Tumekuwa tukipokea changamoto nyingi na tukizishuhudia kwenye maeneo mbalimbali kuhusiana na usafiri wa bodaboda na bajaji. Wapo ambao wanaendesha vyombo wakiwa hawana leseni. Wapo ambao wanaendesha vyombo hivyo wakiwa hawafanyi usajili wa vyombo vyao kama ni chombo cha biashara. Wapo ambao wanabeba abiria kinyume na utaratibu. Lakini wapo ambao vyombo vyao pia havieleweki kama hichi chombo cha biashara ama hichi chombo cha mtu binafsi. Kwanza tutoe agizo. Wote wanaomiliki bodaboda na bajaji na wenye gari za kawaida ambao hawajafuata utaratibu wa kusajili vyombo vyao wawasilishe vyombo vyao mara moja Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi. Wawasilishe kwa maana ya kufuata utaratibu, ikiwemo kupasisha pamoja na masuala mengine yanayofanana kupata ruhusa ya kuingia kwenye barabara ya kuendesha vyombo hivi. Lakini pia wapo ambao wanabeba abiria huko kwenye maeneo mbalimbali kinyume na utaratibu. Tumekuwa tukishuhudia hata bajaji inabeba zaidi ya watu 10 bajaji ambao ruhusa yake ya njia ni kubeba abiria 3. Lakini tumekuwa tukishuhudia bodaboda ruhusa yake ya kubeba mtu mmoja, abiria mmoja, inabeba abiria 2 na kuendelea. Haya mambo sasa basi watu waombe walioko kwenye vijiwe. Wizara itapita kwenye hivyo vijiwe kutoa maelezo, na kwa sababu wanajua ni utaratibu wa kawaida, tuwatake mara moja wasalimishe vyombo vyao Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kwa ajili ya kufuata utaratibu. Wowote ambaye hatofuata utaratibu wa kuwasilisha chombo ama kuja kupasisha chombo chake, kutafuta leseni pamoja na kusajili chombo chake kibiashara, wizara itawachukulia hatua mara moja kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwenye hili ilikuwa ni suala la kwanza tulitaka tulielezee.